fupi na ndefu, lakini 2 ni teknolojia yenye usafi wa hali ya juu wa engine yako, safi kabisa, matumizi mazuri ya mafuta. Cha kufanya, endelea kuulizia na kununua oil ya Shell. Hakikisha sasa unatoa taarifa zako mara baada ya kuweza kufanya manunuzi ili kupata nafasi ya kuweza kujishindia bodaboda mpya kabisa. Na tembelea kurasa za mitandao ya kijamii @shell.tanzania kwa taarifa zaidi juu ya mchongo huu. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Ulizia oil ya Shell, ulinzi wa engine, oil bora dunia nzima. Safi kabisa. Asante sana kwa wale wote ambao mnatufuatilia kwenye YouTube channel yetu, na kila kitu kinakwenda vizuri huko. Pale baadaye nitakuja kusoma ujumbe wako ambao umeweza kuandika kabisa. Na wakati tunaendelea bwana, tulikuwa tunatazama kuhusiana na michezo ambayo ilichezwa jana, lakini ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea weekend hii, na kuna mechi 2 kesho Jumamosi, lakini pia kuna mechi 2 pia ambazo zinapigwa Jumapili. Patam sana. Ambapo kesho kuna mchezo wa Prisons na Pamba Jiji. Ndio. Lakini Singida Black Stars na TRA United ni bonge moja la game. Sasa CEO wa kikosi cha Tanzania Prisons. Yes, tumsikiliza hapa Inspector Godfrey Madegwa ana lipi la kusema kuelekea mechi yao. Wacha tumsikie kwa hivi sasa. Tuko vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumerudi katika uwanja wetu wa Sokoine. Kwa muda mrefu tumekuwa nje ya mkoa wa Mbeya, kwa hiyo tumerudi katika uwanja wetu. Tunafurahi, tunashukuru bodi ya ligi kwa kuturuhusu uwanja huu. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri, of course tunahitaji alama 3. Kumbuka kwamba tumepoteza michezo 2 ya away. Sasa tuko nyumbani, lazima tujiulize. Ligi ni ngumu sana, tunatambua hiyo ligi ni ngumu. Kwa hiyo na Pamba nao ni timu nzuri sana. Tuwezi kubeza, tunawaheshimu sana Pamba. Timu nzuri na imepata matokeo mazuri. Lakini leo tuko katika uwanja wetu, lazima tujiulize. Tujitahidi kadri tunavyoweza. Mwenyezi Mungu inshallah atakujalia tuweze kuondoka katika alama 3 hiyo kesho majira ya saa 8. Lakini uwanja pia wa Sokoine vipi? Mnajua mmeshaanza kufanyia mazoezi kuelekea michezo ya kesho dhidi ya Pamba, huko katika hali gani? Ya kimsingi uwanja katika hali nzuri. Baada ya marekebisho tumeboresha kwa kiwango kikubwa sana. Ukiangalia katika sasa hivi viwanja bora sana. Uwanja wa Sokoine ni uwanja mzuri na sisi ni uwanja wetu, tumeuzoea. Kwa hiyo hakuna wasiwasi katika habari ya uwanja. Uwanja umekuwa mzuri, kila kitu kimefanya marekebisho, kwenye pitch iko nzuri. Kwa hiyo hakuna kisingizio zaidi ya kupata alama 3 hiyo kesho. Sasa amezungumza hapo CEO wa Tanzania Prisons. Kesho wanacheza wao, wako nyumbani na Pamba, na Pamba wanafanya vizuri. Itakuwa ni mechi nyingine nzuri kabisa. Lakini pia ukiacha mechi ya Singida Black Stars, na yenyewe itakuwa ni mechi nzuri na TRA. Lakini Jumapili ndo Mzizima Derby, Simba na Azam. Naona Ibenge amekuwa na ratiba ngumu. Azam wametoka kimataifa na Wydad, wamekutana na Singida. Yani heavyweight. Siku 2 tena anakutana na Simba. Benge huko hoi. Na ratiba huko, wakati ratiba inakuwa yani is not on favor of you. Ndio. Sio kama is not favor of you kwa sababu hutaki kucheza, la hasha. Inakutanisha na watu kidogo kubwa, wazito wenzako. Wazito wenzako. Kwa hiyo mechi ya Wydad ilikuwa ngumu sana. Ukiacha mechi ya Wydad, baadaye mechi ya Singida, nadhani one of the best league game kiukweli kwenye season hii ilikuwa ni hii, ambayo ilikuwa na ufundi wa hali ya juu na mbinu za hali ya juu sana. Singida dhidi ya Azam, unaweza kuona jinsi gani timu hizi mbili zilionyesha umahiri kwenye kwa uwanja kuinama popote. Kulikuwa kuna battle ya hali ya juu sana kila eneo la uwanja. Niliona Azam mzuri sana kwenye semi midfield. Ndio. Himidi Mao Mkami ameongeza stability kubwa kwenye middle. Yani the team iko very solid katika sehemu ya kiungo. Lakini ndio mechi ambayo nadhani Azam pia walitupa nafasi zao za kutosha sana, pamoja na kuwa na ile solidity katika sehemu midfield ya Himidi, Kanuti na Fei. Yani timu ilikuwa kwenye kiwango kizuri sana. Ambacho ilikikosa Azam ni kutumbukiza mpira kwenye kamba. Yani bora kuwa bora. Lakini sio kwamba ni Kitambala. Jeff sio naye alikuwa na
nadhani papara pupa wakuta kufanya kitu kizuri kwenye finishing. ya kwenye finishing. Hata upande wa pili Singida pia walikuwa na bonge la timu sana, bonge la timu. Sasa we know timu 4 katika ligi ya ndani, hizi 3 tulikuwa tunajua nguvu yake. Simba, yani Azam, Simba Azam, Young Africans na Singida, jinsi ambavyo walikuwa wanapambana. Nakumbuka mtihano uliopata Simba kwenye season iliyopita, ni kweli, against Singida Big Stars. Japo kwenye ligi walikuwa moto, lakini kwenye FA walionyeshwa sio. Lakini msimu huu kulegalega kwa Simba kuna kuonekana kumetofautisha Simba inayocheza NBC Premier League na inayocheza kwenye kimataifa ni Simba mbili tofauti. Ndio yapanda ugomvi. Ni Simba mbili tofauti. Sasa we don't think, ama tusiwaze pia kabisa kwamba Azam wanaweza kutana na timu ambayo labda Simba iliyochoka. La hasha. Tulichokiona jana kwa Simba ya Matora. Tunaweza kusema kwamba inawezekana mechi ya Azam ndio ikawafungua viongozi wa Simba kusema hii timu tumwachie Matola kama atashinda mbele ya Azam. Possible pia. Sababu Azam mechi kubwa hiyo. Mechi kubwa. Kiukweli ni mechi kubwa. Sio kidogo. Lakini sio kama Matola hajawahi kukutana na hizi timu. Sio. Yaani kitokea amemfunga Azam hapa tena unataka nini? It's about himself. Unajua sasa hivi hakuna mtu mwingine. Unajua wewe unaweza kuwa unamsemea, unamwangalia kwenye mazingira, lakini it's about nani? Yeye mwenyewe. Himself. Ndio. Show kama mimi ni fulani. Mimi nilikuwa captain wa timu hii, nimeshinda mataji, nilikuwa mchezaji, nilikuwa nakaa ndani kwenye dressing room nikisikia kuna hujuma, kuna watu wamekula hela, na ingia nasema jamani, nyinyi mmepewa milioni 5, mimi nimepewa milioni 10 kama captain. Twendeni tukacheze. Sio kama unanielewa vizuri? Ndio. Yule Selemani. Sasa ile nguvu aliyokuwa nayo Selemani bado mimi sijaiona kwenye kazi yake sasa hivi ya ualimu. Ile nguvu alikuwa nayo akicheza. Sawa. Ile kama kiongozi, as a leader, anataka kuwa ndio ndio hiyo. Ile ambaye anakaa na mwangalia mwenzake Pawasa kafanya makosa, anasema Pawasa toka hapo. Anarudi yeye anaenda kusimama chini pale nazima. Sio kuna nielewa vizuri. Nakuelewa. Kwa hiyo anahitajika Matola yule. Pawasa toka hapo na kwenda anaenda kuzima yeye na kazi ndapo, anamsogeza juu Pawasa. Anarekebisha hali ya mambo, panatulia. Sio kwa unaelewa vizuri. Ni kama kuelewa kwa Selemani. Na kama kujifunza kwa makocha wengine wa kigeni kashajifunza sana. Umefika wakati so it's about him. Nguvu ya hizi timu haiko tofauti sana. Wanafikiri akishinda ndio Simba tutampa timu. Akifunga Azam? Viongozi hapo wampe mkataba tu. Shehe. Hapo mbinu anakuwa ameshazi master kabisa. Tumuombe sana kipenzi cha wana Simba Murtaza Mangumu. Ndio. Agree hiyo kitu. Ni pesi tu. Ndio tumuombe sana kipenzi cha wana Simba Murtaza Mangumu. EFM, nembo ya taifa. Uniambie kitu. Robo Sai nguvu. Kusonga mbele, wacha nikupe habari njema kabisa kutoka Oasis Village and Club ambayo inapatikana Mbezi Beach B, barabara Mwai Kibaki. Kwa mara nyingine tena tunakuletea happy hour kila siku ya week. Sawa bwana, ni kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 2 kamili usiku, ambapo utapata pizza, burger na mengine kibao kwa bei kitonga kabisa ya shilingi 15,000 tu. Lakini tunasema karibu sana. Kwa maelezo zaidi basi chukua namba hii hapa, ni 0756416954. Lakini pia unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, TikTok na Facebook kwa jina hilo Oasis Village and Club. Wote mnakaribishwa kwa sababu pale ni chimbo bora kabisa na la kisasa kweli kweli kabisa. Na tunawatazama wekundu wa Msimbazi Simba. Tuweze kumalizia hapo kiungo mkongwe kwa namna ambavyo ukiacha mapungufu ya Mbeya City ambayo tuliona jana, yakiwapa nafasi zaidi wekundu wa Msimbazi Simba kupata ushindi huo wa goli 3. Na yule kijana jana akafunga goli, niliona alilia sana, ndio goli lake la kwanza toka ametoa Simba na ameshakosa sana magoli hapa. Morris Abraham jana alifunga, naona alilia sana, lakini nimeona pia Jonathan Soa akifunga pamoja na bao lingine, ilikuwa magoli 3 jana kwa Simba. Morris ndo alifunga la kwanza. Soa naye alipata nafasi ya kuweza kufunga, lakini Soa alipata sio nafasi moja. Soa alishapoteza nafasi zingine 2.
rahisi za kufunga pia. Maana kama angekuwa makini ndio yale angekuwa angeweza kuwa na hat-trick kwenye zile nafasi. Ndio nasema ndio yale. Sawa, lakini kikubwa tutazame namna ambavyo, kwa sababu jana baada ya kikosi kutoka, wana Simba wengi walikuwa wanampongeza Selemani Matola kwamba amejua kupanga timu yao. Yaani ni kitu gani ambacho Matola alikibadilisha sana jana mpaka mashabiki wakafurahi kuona kwamba timu yao imepangwa sasa? Ni team selection, unajua. Huko kati lazima unaangalia ile team selection kulingana na kile ambacho kinaonekana katika mazoezi, sio? Lakini pamoja na hivyo unajua kabisa kila siku mchezaji huyu akipangwa anafanya 1 2 3, akipangwa atakuwa na hiki, akipangwa anakuwa na hiki. Sasa penginepo akiwa mwalimu msaidizi naye alikuwa anawaza fikra zake kwenye ile team sheet ya week in week out, sio? Na kwa nini mwalimu yani bosi wangu asimweke fulani? Mimi naona fulani ndo anaweza kuwa yuko effective zaidi. Kwa hiyo jana amepata yeye nafasi ya kuweza kupanga timu, na nadhani mara ya 3 anasimamia timu akiwa kama kocha mkuu kwenye Premier League kama sikusei msimu huu, sivyo? Na ameshinda goli 3-3. Umeelewa? Kwa hiyo ni kwamba goli 3-3. Sasa kwenye mazingira 3-0 tena 3-0. Sasa kwenye mazingira ya namna ile unaweza kusema kwamba ambacho naweza kusifia ni kwamba ni team selection. Alafu coming to the basic, mwalimu alikuwa tumia defenders 3, Selemani karudi na defenders 4, 2 holding midfielders. Mmoja kazi yake ilibidi kuchukua na kupiga pasi, japo hata jana nimemwona kuna mabadiliko makubwa sana kwa Yusuf kwenye kupiga pasi sababu nimezoea kumuona sana akipiga pasi pembeni. Jana nimeona akipiga sana pasi ndani. Nimewahi kukutana naye mimi siku za karibuni, nadhani nakumbuka siku tunakutana nikamwambia una shida kubwa sana kama midfielder katika eneo lile, unatakiwa kuwa conductor of the team always. Yani mpira wote unaanzia kwako, mazingira yote yanaanzia kwako. Kwa hiyo kila wakati ukiwa unapiga pasi kwenye side timu haiwezi kwenda mbele. Kwa hiyo kidogo namuona yeye ni jana namuona kabadilika sana. Na Morris Abraham anaendelea kuwa ni mmoja kati ya wachezaji wabunifu zaidi kwenye Coast Simba msimu huu. Nadhani mara pili anapata tuzo ya man of the match. Amekuwa ni mchezaji ambaye ni mbunifu zaidi kwenye Coast Simba. Na hata mabadiliko, unajua timu inahitaji wakati mwingine balance, sio? Second half nimeona Neo Maema ameingia naye kama kawaida. Of course mchezaji mdogo, mchezaji mkubwa. Simba ina wachezaji wengi. Nadhani shida kubwa pia Simba ilikuwa ni ile machaguo ya kucheza katika aina ya mechi, lakini pia mentality ya hawa wachezaji vichwani, lakini ile moyo wa kufanyaje wa kupambana, hiyo ndio ilikuwa ni vitu ambavyo vinaonekana kama vinakosekana. Wilson Mohamed Bajabel, mashabiki wa Simba jana wamefurahi sana na kaokota jana pale. Sababu Simba sio kaida yao kuja kuokotesha. Jana kumbe kaokota bwana baada ya mechi kuisha. Mohamed Bajabel kutoka ameokota kama mzigo aliokota jigi. Jana kaokota sana. Alikuwa anazunguka uwanja mzima anaokota tu. Mashabiki walifurahi sana. Maana kuna mtu ananiambia jana jigi ameokota kama 5 milioni. Inawezekana. Sasa walikuwa na maandalizi. Walikuwa na maandalizi toka wamerudi, walikuwa na maandalizi. Tofauti na Mohamed watu wana mzigo. Tofauti na Mohamed Bajabel ilikuwa ni ghafla tu. Watu hawakutegemea. Kwa hakuna mtu alijiandaa kwamba anaenda kumpa pesa Mohamed Bajabel. Kwa hiyo ile furaha ya mashabiki jana wamempa pesa pale. Lakini tumzungumzie dakika chache alizoingia na namna ambavyo amefunga lile bao. Ilikuwa ni furaha kubwa kwa wana Simba. Walikuwa wanasubiri kwa hamu kumuona kijana star boy wenyewe wanamuita kutoka Kenya. Unajua ni kama script hivi. Si ndio? Ni kama script. Simba wanamu-approach wakati Harambee Stars inajiandaa kuja kushiriki kwenye mashindano ya CHAN. Si ndio? Bajabel anaambiwa achague kati ya national team, kwa sababu Simba walimwambia kama akienda na national team basi asahau chance yake ya kuja kujoin Simba, kwa sababu nafikiri Simba walikuwa nafikiria kwamba inawezekana kaja CHAN thamani yake ikaongezeka zaidi. Kwa hiyo walitaka kumwahi pale. Kwa hiyo wakampa machaguo mawili. Ukichagua kubaki na Harambee Stars, maana chance yako ya kuja Simba inakuwa imepotea. Sio? Kwa hiyo hakutaka hiyo chance ipotee. Akawaambia Harambee Stars, jamani nye endeleeni na mashindano. Hii gari ya Simba
inawezekana ikawa ni gari ya mwisho. Wale ndugu zangu ambao wanakaa Mwandege kuna gari za mwisho yani. So inawezekana hii ikawa ni gari ya mwisho na isipatikane tena. Kwa hiyo akachukua maamuzi ya kuachana Harambee, akaja kujiunga na Simba. Kwa bahati mbaya amejiunga na timu pia akiwa na majeraha. Sio. So tunazungumza kwa takriban miezi 4 hivi. Mashabiki wa Simba hapo unanichanganya kidogo Wilson. Kama anatoka Harambee Stars, Simba anamwambia njoo kwa haraka. Na waliona akicheza kule labda atapanda juu, wakati unasema alikuwa tayari ana majeraha. Yani majeraha wamekuja kuyagundua wakati yuko Simba. Fika kwenye training za mwanzo hivi. Maana yake majeraha ambayo alikuwa na uwezo wa kucheza. Wapi? Maana yake alikuwa bado anacheza Harambee Stars kabla hajajiunga na Simba. Sasa Harambee Stars ilikuwa haichezi. Ndio anafanya mazoezi. Ndio kwanza ameitwa. Ndio kwanza ameitwa kwenye national team. Si ndio? Ametoka kwenye timu yake ya polisi, amejiunga na national team. Umeelewa? Timu bado haijaanza kucheza. Kama Bajabeli kaumia kwenye timu yake. Yes, Bajabeli aliumia polisi. Yes. Kwa kuendelea kwa nasi kwenye makao makuu ya michezo mpaka pale 6 kamili. Bado tuko katika sala kwanza na tunamalizia kuwatazama wananchi. Tukija sasa tunakuja pia moja kwa moja kuwatazama wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini wakati huo mimi nikwambie bwana, kama unataka kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kama ni makazi ama ni ofisi, basi Hamisha Tanzania wako kwa ajili yako. Watakuhamisha vizuri kabisa na gharama zao ni nafuu kweli kweli. Kikubwa zaidi wacheki sasa kupitia 0787025025 au 0625560154, lakini pia unaweza kuwafuata katika mitandao ya kijamii pale Instagram na TikTok ni Hamisha Tanzania. Mzee vipi? Wacheka, kuna jambo hapo? Mambo mengi sana sawa. Nipo maneno kuhusiana na Tandabui hapa wakati tunakwenda kumsikiliza Wilson akimalizia. Ni kweli kabisa, mzazi mlezi, huu ndio muda wa kuchangamkia fursa kumpeleka mwanao Tandabui, chuo ambacho kinachofanya kazi nzuri sana kutoa kozi za afya na sayansi ya jamii. Sasa kozi za afya ni kama vile clinical medicine, nursing pia inatolewa pale, pharmaceutical science, medical laboratory inakwenda kutolewa pale. Unaipata vizuri kabisa, bila kusahau kwa kozi za sayansi ya jamii ni kama vile social work, community development pia unakwenda kuipata. Chukua namba mlezi mwenzangu ni 0677020205 au 0677020206 au 0677020215. Kinapatikana Mwanza Buzuruga, mita 500 kutoka stendi ya mabasi Buzuruga. Wote mnakaribishwa. Sawa, Wilson ulikuwa una dakika moja tu ya kuweza kumalizia kwenye kile ulichokuwa unazungumza cha Dumbia. Yes, nilikuwa nazungumza kwamba Dumbia so far ninachokiona kwake, naona he's more of content creator kuliko ni mchezaji. Kwa sababu klipu zake nzuri ambazo zina trend mpaka hivi sasa ni zile klipu ambazo wamemtengenezea mazoezini. Zile yani ile unajua ile wanasema kwamba penalty ya mgeni rasmi huwa haikosi. Sasa ukimwona mazoezini hivi ni kama wanatengeneza mazingira, Hakabu yuko peke yake anapiga pasi wanatengeneza zile. Sasa zile ndo clip peke yake ambazo zina trend kwa Dumbia kulikoni matukio mazuri ya kiwanjani. Sawa. Ukisema ushauri, Yanga inapaswa kuboresha eneo lipi? Maestro. Dirisha dogo hili. Kwa kile ambacho amekisema Wilson, una agree? Na kama una agree, wapi Yanga ifanye maboresho? Kweli Yanga bado imekosa namba 10. Mimi niko namba 9. Mimi nadhani niko tofauti kidogo. I believe wachezaji wengi waliokuja walikuwa wachezaji wazuri. Sawa. Asilimia kubwa tu wachezaji wazuri. Kwa wazuri. Kwa nakubaliana na ile kauli ya rais wa Yanga aliyotoa akisema usajili wa msimu haujawahi kufanyika. Always wasema sasa hii kauli unajua hatuwezi kuwa labda sawa kwa sababu hii ni kauli ya president ambaye anaona yeye ndo kafanya usajili na ameshafanya usajili nyingi kwa siku za nyuma. Ndio. Sio. Na mimi always I believe in this guy na ni mdogo wangu hausi kwa sababu ni mtu wa mpira unajua, ni mchezaji anacheza mpira na ni mtu kidishi cha mpira unajua, ni mtu yani muda mwingi yeye anawaza mpira. Hayo ni kwake, lakini kuna issue ya wachezaji tu hapo. Wachezaji wengi wanaokuja si wabaya.
wachezaji wengi wanakuja wazuri sana. Hakuna mchezaji ambaye alikuwa, hamna mtu ambaye alikuwa hajui kama, yani hakubali uwezo wa Doumbia kabla hajaja. Nyote hapa mlikuwa mnajua. Ni mchezaji ambaye alikuwa ndio kila mtu anamzungumzia Doumbia, bado Doumbia. Club inapomleta mchezaji inakuwa imemleta kwa sababu ya kutatua changamoto ambazo zipo kwenye position hizo. Sasa wamekuja wachezaji wengi wazuri. Mchezaji haji moja kwa moja huyu ni mchezaji mbovu kaletwa hapa. Mchezaji mzuri, na ukitaka kujua mchezaji mzuri, hata hizo gharama ambazo wamechukuliwa ni gharama kubwa sana. The problem ni haiwezi kuwa moja. Ukizungumzia mazingira unasema kishakaa sana, sio? Utanijibu mbona kishakaa sana? Haya, ukizungumzia kusema labda mazingira ya nje, of course utasema pia kashakaa sana. Sasa ndani ya benchi la ufundi, kwenye mazingira ya kawaida kukaa katika benchi la ufundi na week in week out kwenye viwanja vya mazoezi ni issue nyingine hapa. Sio, unaelewa? Hiyo ni issue nyingine. Possibility pia katika ile maelekezo ya benchi la ufundi anakuja pia anapishana na yeye. Alipotoka alikuwa na walimu ambao wanampa maelekezo mengine, akafanya vizuri na inasajili kuwepo, lakini amekuja hapo kukutana wakati huu. Sasa tuseme tu kwamba inawezekana si mchezaji mbaya akaja, lakini bado mazingira kwenye klabu hii in general hayamfichi kuwa katika timu. Sio bali tunaelewa hapa. Mimi nakupata yeye. Hafichi kuwa katika hiyo timu. Haya mazingira huyu hayamfichi kuwa katika hiyo timu. Either ya kiufundi, either ya nje, either vyote vile tuyaweke in general kwamba inawezekana kuna kitu kimekosekana. Shukrani sana mshauri wa Rais Wallace Karia, nimekuelewa. Nyumba ya michezo. Shapita hiyo, hamna shida. Sasa bwana, baada ya kumaliza hiyo mechi Yanga ndio tulisema pale Yanga watasafiri kuelekea Dodoma, wanakwenda kuwafuata wagosi wa kaya Coastal Union, na mechi inachezwa Jumapili saa 1:15 jioni, kwa sababu uwanja Mkwakwani ulifungiwa. Mtu anaweza kuwa anajiuliza kwa nini Dodoma. Mkwakwani imefungiwa, wagosi wa kaya wamechagua Dodoma na mechi inachezwa Dodoma. Twende kwa mnyama. Sawa, twende kwa kumsikia kocha Patrick Mwangata ili kuaje jana kuweza kuona kipigo cha miguu ya bajaji Major General Samuyo pale dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Huyu hapa. Kibaya hicho mchezaji wangu kupewa kadi nyekundu kwa sababu ilikuwa mapema, kwa hiyo ikatufanya game plan yetu yote ibadilike. Wachezaji unajua ni akishatoka mtu kwa dakika za mwanzo kisaikolojia walikuwa tayari washachanganyikiwa, lakini tulijaribu kuwaambia tu kama tayari ameshatoka, kuna jinsi tucheze, tusipoteze muda mwingi na sisi tuweze kumiliki mpira, kwa sababu Simba ni timu kubwa. Ukisema tu upige mipira obvious, yani utakuwa hauwezi yani kufanikiwa kile ambacho unakihitaji. Kwa hiyo tuliambia muda mwingi tupata mpira basi tuwe na possession, alafu tushambulie kwa kushtukiza. Kikubwa niliwaambia kwa sababu tayari tushapoteza goli 2, tujitahidi tusiruhusu goli nyingine. Ukitizama game kusema kweli tumeitupa kwa sababu tumefanya makosa mengi sana binafsi, yani mchezaji binafsi anafanya kosa, wenzetu wachezaji wakubwa akipata nafasi anaitumia. Kwa hiyo yote kwa yote tumepoteza mchezo, tunaenda kujipanga kwenye michezo inayofuata kwa sababu sasa hivi kuna break. Tukirudi basi tunajua tutaendelea na ligi inavyokuja, tunavyohitaji sisi kufanya marekebisho katika zile sehemu ambazo tunaona kuna mapungufu. Bwana, huyu ni Patrick Mwangata, amekuwa ni kocha wa muda kwa sababu taarifa zinasema Meki Maxime muda wowote anatangazwa kuwa kocha mkuu wa Mbeya City. Sasa kama atabaki na Patrick ama vipi, lakini Meki anakwenda kuwa kocha wa Mbeya City. Na jana alikuwa uwanjani pale anatazama mechi ile. Meki Maxime alikuwa pale anatazama mechi kwa sababu ndo kocha mpya wa Mbeya City. Wilson, tumsikilize Patrick alichokisema. Anasema baada ile kadi nyekundu wachezaji wake walipoteana, yani waliishiwa nguvu kabisa. Lakini tuizungumze kadi nyekundu yenyewe sasa ya kijana Mayanga, Vitalis Mayanga. Na leo na bahati mbaya ndugu zangu tunawajadili wengi watoka Bukoba. Yule Amada Simba Bukoba Kashai, Vitalis Mayanga Muleba pale mkoani Kagera, baba yake mzee Mayanga. Ndugu zangu bwana, mzee Mayanga yuko Shinyanga, ni mwalimu, alikuwa mchezaji wa zamani baba yake huyo. Vitalis Mayanga alikuwa anakipiga kweli kweli, sasa hivi ni mwalimu pale Shinyanga, lakini kijana anatokea Muleba pale mkoani Kagera.
Vitalis Mayanga ndio ameimaliza Mbeya City jana. Unajua sometimes kuna timu kosa kama la Mayanga linaweza kupelekea hata mchezaji akakatwa mshahara. Kwa na sifa ya kukatwa hiyo mshahara. Yani kosa kama lile kuna baadhi ya timu linaweza kupelekea mpaka mchezaji unaweza kukatwa mshahara. Kwa nini? Kwa sababu ni kosa la kitoto. Yes, ni kosa la kitoto. Ni kosa ambalo linaepukika. Okay. Utegemee mchezaji mzoefu kama Vitalis aweze kufanya kosa kama lile. Unataka kusema alikuwa na vitu kichwani? Yani kuna maswali mengi unajiuliza Astowai amefanya hiki ambacho amekifanya. Yeye alikuwa na mpira. Iko kwenye control ya, kwa sababu sometimes unaweza kwenda kufanya kile alichofanya labda kwa sababu unaingia sehemu na kwenda kupambania mpira, unajua ili imetokea bahati mbaya katika ili unyang'anye mali, lakini Vitalis alikuwa kwenye control ya mali, alikuwa kwenye control ya boli. Na hata beki mwenyewe yuko kwenye control ya boli. Yule Anton yuko nyuma, yuko mbali huko. Unaacha mpira unakwenda kumpiga kiwiko. Vita amehujumu Mbeya City. Wewe vipi? Vita amehujumu Mbeya City. Yaani mpira gani unacheza? Mimi mdogo wangu namjua jamani. Yaani naomba niseme mdogo wangu namjua Vitalis Mayanga. Sio kwenye kuhujumu. Ndio anavyocheza. Hata akiwa mazoezini. Ndio yuko hivyo. Kwa maana acha mpira anaenda kupiga wenzake viko. Ni mtu wa namna hiyo, mtu wa nguvu sana yani. Yani ndio mchezo wake. Sasa mtu ndio maana pale nikasema huko inawezekana hata. Ndio maana pale nikasema kama ni mtu wa nguvu, hizo nguvu tunaziona wakati labda unaenda kugombea mpira na mwenzako. You are in control of the ball. Vitalis yeye ana mali. Anthony yuko nyuma, anaacha mpira, anamwangalia kwenye side mirror, anamsubiri aje, akaja akaenda nini? Kwa hiyo unataka kusemaje wewe? Yaani sielewi, yani ichunguzwe. Mchezaji wa zamani wa Msimbazi Simba, ashakupita Simba huyo, Vitalis Mayanga, unajua? Yes. Ashakupita Simba. Ni mzoefu Vitalis, Simba, Ndanda, Polisi Tanzania. Ndanda aje huku dili lake likafeli. Kuingia Simba? Lilifeli dili lile. Dili feli akarudishwa kule. Yes. Kiungo mkongwe umecheza mpira. Ndio unakuwa unapiga unataka kuviwiko hivyo. Moja kati ya vitu ambavyo unaweza ni Wilson anasema mpira alikuwa nao sio. Unapokuwa na mpira unatakiwa ulinde mpira. Ndio kweli. Sio? Ni kweli. Sio umlinde opponent. Wanasema uscreen ule mpira, sio screen the ball and protect, and sisi tunasema screen, unafanya ball screening, sio? Ndio. Ule mpira unakuwa katikati ya mwili wako na nani? Opponent. Kwa hiyo tena ambaye amekupa mgongo haina haja ya kufanya vile. Alafu kuna ukitumia elbow, hivi ndio vitu ambavyo tunafundishwa sisi ambao tufundisha vijana miaka mingi huko. Unamfundisha kijana kwamba wakati unafanya screening au kuna mtu yuko nyuma yako, unaulinda mpira huku ukiwa umeweka mkono, ule mkono unakuwa kama umeunyoosha. Lakini ukiukunja mkono, that's gonna be elbow. Unapokunjua mkono kwa vyovyote inakuwa ni nini? Ni elbow. Sasa yeye kafanya vitu viwili. Kaukunjua mkono, alafu pamoja na kukunjua mkono kaufanyaje? Kaupeleka. Kapiga. Wase watoto wa mjini wanasema kipepsi, sio? Kipepsi. Hiyo ni elbow. Unajua unatumia elbow. Fanya do elbow, that's gonna be foul. Na zaidi ya hapo inawezekana ukafanya hivyo ikawa elbow kuonekana umefanya foul, ikawa ni kawaida. Lakini yeye kaupeleka mkono kwa kuonekana kupiga. Sasa mwanzo alisema uliulize au kichwani kuna nini? Mimi namkumbuka sana Elamfia pia. Charles, it's the same unajua. Anafanana kabisa na Vitalis Mayanga. Kabisa. Zamani kulikuwa kuna mchezaji mmoja alikuwa na uwezo mkubwa sana nchi hii. Mungu amrehemu huko aliko, Saidi Mwamba Kizota. Kuna mazingira pale sasa Saidi alikuwa anaweza karuka hata mara 5
usijue kafanya nini. Either chini na mguu au hata juu. Unaweza kuwa huna habari ukasikia kipepsi kimefika, yani kimefika kabisa imeshakupasua. Unaelewa? Hiyo ni nature ya baadhi ya wachezaji. Sasa yule nimemuona pia ni mchezaji ambaye mwenye nature hiyo. Azam alikuwa mchezaji mmoja anaitwa nani? Alitoka kwenye timu za vijana. Nani vijana? Hapana. Alikuwa anapigia mguu kushoto. Alikuwa striker. Timu za vijana kabisa yani. Huyo naye alikuwa akisema bwana mimi naenda kumpiga refa. Mimi nitampiga refa. Atapiga. Mimi naenda kweli jamani atakwenda kumpiga refa. Umeelewa? Kwa hiyo kuna wachezaji ambao by nature vichwa vyao viko hivyo. Hiyo mentality wako na hizo mentality. Wewe unasema kwa nini sasa asifanye anapokuwa sehemu ya kwenye battle ya mpira? Bado ataendelea kuumiza wenzake. Yaani kwa hiyo battle unayosema bado ataendelea kuumiza wenzake. So nadhani ndiye mchezaji ambaye wakati mwingine maamuzi kama namna ile inasababisha timu nzima inafanyaje? Inavurugika, ina collapse. Ina collapse. Nani baada ya hapo Simba wakatawala sana. No, pamoja na hivyo bado Simba walicheza dakika hizo 10 hata kabla ya kadi walikuwa moto. Yaani kasi yao walikuwa na speed kubwa. Na wengine unajua na mapema toka wakaanza kupoteza nafasi kama kawaida. Simba. Kwa hiyo walikuwa kwenye kiwango kizuri jana Simba sana kutoka dakika ya kwanza. Hata kama unajua wakati mwingine yanatokea matukio kama hivi ni kwa sababu Konde Boy tupunguze speed yawa. Na wanasema anafanya kile kitu anachokifanya kwa sababu fulani. Sema nimeona magoli mawili ya Simba, beki anatoa pasi ya nyuma, pasi fupi, yani yuko peke yake, hamna mtu anamsumbua. Anatoa boko, yani magoli mawili ya Mbeya City ya Simba walofunga. Si ndio boko hiyo? Maboko tu. Ndio. Yes, goli la pili na bao la tatu. Ilikuwa ni back pass. Back pass fupi kabisa, alafu usumbuliwi na mtu yoyote. Sifa back pass ni nini kwa mchezaji? Ukitaka kupiga back pass? Yes. Ukitaka kupiga back pass upige kwa uzito sahihi na uhakikishe unamlenga mtu. Lakini yani back pass uwezi kupiga. Haitupa tu sehemu. Uwezi kupiga mtu back pass mbele. Was it back pass? Pesa ilikuwa square pass. No, to me ilikuwa square pass. Ilikuwa square. Alafu wewe ni defender, alafu unacheza square kwa defender mwenzako. Huna uhakika naye. Wakati unacheza square kwa defender mwenzako, kuna mtu anafanya anticipation hapo. Ana anticipate nani space, alafu anakwenda anachukua mpira akiwa na speed anauwa, sio? Sasa back pass ni ile ambayo ichezwa nyuma kwa goalkeeper kule ndio. Inakuwa ni back pass. Lakini sasa ile ule mpira ni square, ni sideway, unajua? Napiga pass ya sideway ambayo hiyo sideway haikufika. Alafu unapiga sideway, huna uhakika ule mpira unafika ama hapa huyu mtu ataufikia ama hatufiki. Inawezekana mtu huko sahihi. Na mwisho uzito ambao ameweka kwenye pass. Hilo ni moja, lakini second pia kinachokuwa kimekaribia ni pressure ya opponent. Sio? Na usisahau opponent anaweza kupiga pressure akakusababishia upige back nani pasi mbaya, sio? Ukapiga watu walikuwa hawana hata pressure yote. Kama hiyo pasi kama mali wanapiga tu. Kama kuna mpira mmoja kama umetaka kumpita hivi alafu ndo akapiga pasi, yani alikuwa akapigwa pressure na mtu, alipigwa pressure na mtu, sio? Baada ya kupigwa pressure kama akataka kutupa hivi sawa. Asante sana, unakoma kumwanya. Ibombo makafu. Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Kila hatua mix. Kwa kila akiba malipo, na tunazidi kusonga mbele. Karibu sana popote pale ulipo kunako makao makuu ya michezo Tanzania, ikiwa kwa sasa ni saa 3 dakika 22. Sasa Wilson Huruma, ulikuwa unaendelea, lakini ngoja tupate maneno mazuri sana hapa kutoka kwa ndugu zetu wa karibu kabisa, CRDB Bank. Kama wewe ni mkulima au ni mvuvi au muuzaji na msafirishaji wa bidhaa zote za kilimo, benki ya CRDB ni kwamba tunakupatia akaunti ya Fahari Kilimo itakayokuletea tija kulikweli kwenye shughuli zako zote za kilimo, na huu ndio muda. Akaunti ya Fahari Kilimo ni kwamba inapatikana kwa mkulima mmoja mmoja au vyama vya ushirika au vikundi vya wakulima, na unaweza ukaifungua au kuifungua kwa shilingi 3,000, yani bei ni kitonga sana. Kizuri zaidi ni kwamba ukiwa na akaunti ya Fahari Kilimo ni kwamba
haina makato ya kila mwezi na inakuwezesha kupata elimu kuhusu namna gani ambavyo unaweza ukaongeza ufanisi katika shughuli zako zote za kilimo na masoko kupitia meneja mahusiano mahususi kabisa kwa ajili yako. Nisikilize kwa umakini. Tembelea tawi lolote la karibu na benki ya CRDB kwa hivi sasa katika kuweza kufungua akaunti yako ya Fahari Kilimo. CRDB Bank, tunakusikiliza vizuri sana na huu ndio muda kabisa. Lakini mwanamichezo, mimi naendelea kukukumbusha tu kufanya mazoezi ni jambo la msingi katika kuweka afya yako sawa sawa. Mtu ni afya, tunaendelea kusisitiza, lakini wengi udhani kufanya mazoezi lazima uende sehemu maalum, uwe na vifaa vya kisasa au hata nguo maalum ya mazoezi. Sio lazima uende gym. Mazoezi unaweza kufanya hata nyumbani tu. Kiwa na eneo lako dogo tu unaweza kufanya mazoezi kuhakikisha tu unachangamsha mwili wako. Hata wewe mwanamama ambaye unanisikiliza kwa sasa huko nyumbani, una kazi za nyumbani pia, basi fanya hizo kazi kwa bidii kabisa, basi unakuwa umefanya mazoezi. Dakika 30 zinakuchangamsha na kukuweka sawa kila siku. Ndio maana tunasema mtu ni afya, fanya kweli, usibaki nyuma. Yes, tunazidi kusonga mbele kwa muda huu. Nyumba ya michezo. Asante sana. Tuko live kupitia YouTube channel yetu, tusake pale na dondosha ujumbe wako, tutakwenda kupitia na kile ambacho umeweza kukiandika. Mimi hoja yangu ni moja kwako Wilson John Huruma, mzee wa Jambia, ambaye kwa hivi sasa majukumu yamekuwa makubwa sana kwako. Ni kama ulizungumza mwamuzi baada ya kutoa kadi ya njano ni kama ikawavuruga kiasi fulani Fountain Gate. Mwamuzi inawezekana alikuja na maelekezo yake au na maamuzi yake na tofautiani na mwamuzi aliyechezesha mechi kati ya Namungo na Simba, Kefa Kayombo Rwangu Alindi ile. Unajua ndio jana nilikuwa namsikiliza ndugu yangu mmoja hivi. Nani? Amri Kiemba. Yes, Amri Kiemba. Kiongo ya boli. Yes, wakati mechi inaendelea. Akiwa anazungumza kwamba wakati hizi timu ndogo wakicheza na timu za Kariakoo, ambacho unapaswa kuomba ni hizi timu za Kariakoo zipate bao la mapema. Timu zote Simba Yanga hizi. Zipate bao la mapema ili mwamuzi apate pressure, ili mwamuzi pressure yake ishuke. Kwa sababu mara nyingi mechi ikiwa inaendelea muda mrefu, alafu hawa watu wakubwa wakiwa hawajapata bao, ni kama mwamuzi anakuwa kwenye pressure kubwa. Okay. So unaelewa? Ndio. Sasa ndo kama ambacho kilikuwa kinaonekana jana kwa Ahmada Simba. Ndio. Ni kama mtu ambaye alikuwa na pressure kubwa. Yaani yeye alikuwa na shauku kubwa na pressure ya Yanga kupata bao kuliko hata wachezaji wenyewe. So unaelewa? Ahmada Simba alikuwa na shauku kubwa ya kuona Young Africans wanapata bao kuliko ni hata wachezaji wenyewe ambao walikuwa wako kiwanjani. Umeelewa? Na eventual bao lilikuja kupatikana, na let's say hata bao lisingepatikana kipindi cha kwanza, Mkongo hapa amezungumza okay, tutoe bao la kwanza, si ndio? La mkojo wa penalty, si ndio limekuja kufunga bao lingine ambao Pacome amefunga bao zuri sana. Si ndio? Lakini hata kama kwa mfano ile bao la Pacome lisingefungwa, I believe kwa namna ambavyo nilikuwa namuona mwamuzi, si ndio? Bado alikuwa na nafasi kubwa ya kuwatafutia Young Africans bao baadaye, hata kama bao la Pacome lisingefungwa kwa mfano. Kivipi? Si ndio? Kwa mazingira ya mchezo yalivyokuwa yanaendelea, si ndio? Na namna ambavyo nilikuwa namuona mwamuzi ana manage na kuhandle ule mchezo, hata kama Pacome ile bao asingefunga, lazima tu unataka mwamuzi angetengeneza mazingira ya Yanga kupata bao. Yanga imebebwa jana. Unataka kudhibitisha ile mwamuzi alikuwa na dhamira hiyo? Kabisa. Kabisa. Hasa kwenye bao la mkojo wa penalty. Bao la Pacome clear. Sawa, bao la Pacome ni clear. Ngoja tumsikie kocha wa Young Africans Pedro hapa anasemaje. We need to switch a lot the lineup, but everybody are working to have the opportunity, so it's good because few players have the opportunity to show. They are in the process, and they are
progressing. Some of them not so good, but we are in the process. When you coach younger, you must be prepared to that. When you play for younger, you must be prepared to that. That's what working also with all the team. We must to push a lot. We must to push a lot. Today we made interest performance. Sure, we want more, and the players also need to understand we need to do so much better. We want more for sure, and let's work for more. Thank you for all that grounds under that sun, very, very tight, but it's in the end we are in the focus now for the Sunday. Once more, close match. Happy because it's in the night. We play here. My experience here only in the turf at 4 p.m. is very, very difficult. It is what it is, and we must be prepared for the Sunday match. So, huyo ni mwalimu wa timu ya Yanga anasema wanajiandaa na mechi, wanakwenda kujiandaa na mechi ya Jumapili. Kinachomfurahisha ni kwamba mechi itakuwa kwa Mkapa na itachezwa usiku. Anasema kucheza saa 10 na lile jua ilikuwa ni ngumu sana kwa wachezaji wake. Sasa mimi nikajiuliza, mwalimu anajua kama kuna watu wanacheza saa 8 mechi ya Azam na Simba kwa Mkapa Jumapili. Manake mwalimu anajua kama kuna timu zinacheza saa 8, yani kama jua jana saa 10 analia na lile jua. Anajua kwenye hii kuzungumza ni mwalimu wa timu gani? Manake mechi ya Jumapili, manake yeye anajiandaa na mechi ya Dodoma. Nani mechi ya Dodoma? Sawa, yeye anajiandaa na mechi ya Dodoma ambayo itachezwa usiku. Sawa, inachezwa usiku katika uwanja wa Jamhuri pale Dodoma, na itakuwa ni saa 1 na nusu. Saa 1 na nusu. Saa 1 na robo pale Jamhuri Dodoma. Kwa Yanga wanasafiri kwenda Jamhuri. Kiungo mkongwe, ukimsikiliza mwalimu, ukiacha hiyo hoja ya kucheza saa 10 jua kali, ziko timu ambazo zinacheza saa 8. Wakati mwingine labda unashindwa kumuelewa moja kwa moja. Hapo ndo watu wanaposema kwamba ratiba wakati mwingine inazibeba hizi timu. Je, angecheza saa 8 ingekuwaje? Kama anacheza saa 10 anasema wachezaji wake hawakuwa sawa sawa. Hii unamuelewa mwalimu? Inaweza kuwa ni moja utetezi. No, malalamiko haiwezi sio dhambi. Kulalamika kwa sababu ya muda sio dhambi. Especially unajua kipindi hiki hata ikifika bado saa 10 hali sio nzuri, unajua bado joto liko pale kali sana, joto juu sana. Kwa hiyo mimi sioni tatizo la mwalimu kulalamika. Of course analalamika, ni sawa kibinadamu, kwenye hali jinsi ilivyo kibinadamu lazima ulalamike. Achana na binadamu wanaocheza sana. Subiri kwanza kiungo unapaswa kulalamika, kuna wasumbua wengine. Kiungo kulalamika kwa mwalimu. Naam, una sifa kwa mshauri wa rais wa Karia. Kwa nini una sifa hiyo? Busara yako ambayo naiona rasmi Chuma, naona kabisa ana sifa ya kuwa mshauri wa rais wa shirikisho la kandanda Tanzania TFF Wallace Karia. Yuko slow. Kwa hiyo nafasi iko wazi. Iko wazi. Kwa sasa hapo kwa mfano kiungo mkongwe anaweza kumshauri rais wa TFF kwamba Yanga wao wanacheza saa ngapi? Sio Yanga, timu zote. Unajua ushauri unaweza kushauri nini? Unajua nikwambie kitu kimoja kwamba sio ni dhambi kwa mwalimu Pedro kuzungumzia hali anayoiona kwa wachezaji wake, sivyo? Yuko sahihi kabisa. Ni hali ambayo ipo inaonekana bana kwamba kucheza muda huu mimi naona kuna shida, sio? Sasa na huyo anacheza saa 8 na anapaswa kuzungumza mimi muda huu ni shida. Yeye na kila mtu anazungumza kwa upande wake. Kwa hiyo yeye hawezi kuwazungumzia watu wengine. Anaizungumzia hali ya timu yake jinsi ilivyo. Na tunakubaliana hali jinsi ilivyo, hali ya hewa mpaka sasa hivi hali sio nzuri. Hata hizo water break nadhani unaziona hata mechi kichezwa saa 1 unaona kuna water break, sio? Hali ni ngumu sana kwa sasa hivi. Sasa hivi hali ya joto inatesa timu zote. Tunazidiana. Lakini ratiba inaonekana kama is not on favor of other teams, sio? Siku za nyuma tumekuwa tuna mijadala mingi sana hapa kuzungumzia kuhusiana na hizi timu. Sisi tunaangalia mipira dunia nzima, tunatizama mipira. Kwenye haki za matangazo haya ya televisheni pia nako huku kuna hali ya sio changamoto actually ni kwamba na wao wana demand zao, sio? Unaelewa? So mimi nachukua mechi, naitaka mechi ya timu fulani, hii mechi nataka ionekane na watu wote waione, sio? Unaelewa vizuri? Kwa hiyo nafanya kwa sababu hii ni biashara yangu. Kwenye mazingira ya kawaida mimi mechi nitaweza kuwa na uwezo, itakuwa na uwezo kuonyesha muda fulani. Kwa hiyo ratiba ni technical, sio? Ndio. Inafanywa kiufundi zaidi. Sasa
kwa vyovyote kuna watu watakuwa on favor. Wanaokuwa on favor ni wale ambao timu zao ziko na awareness kubwa, zina watu, zina majority of wafuasi wengi. Ukitaka kupata watu utawapata kwenye mazingira hayo. Umeelewa? Sasa hiyo tumeshazungumza sana kwa siku za nyuma. Lakini of course wapo watu wanaumia pia sana. Jua ni kali sana ukiangalia mechi zinazochezwa. Mwanzo wa ligi hii tuliona Singida Big Stars wakicheza saa 8. Nadhani nakumbuka ile mechi ya dhidi ya tena ilikuwa KMC hapo. Mechi dhidi ya Mashujaa if I'm not mistaken. Walicheza na Mashujaa hapo. Tukasema kuna baadhi ya wachezaji ambao wametoka kwenye club nyingine, kina Ujo, kina Chama, kina nani, wakati unaona walipata nafasi ya kucheza saa 8 za mchana, haijawahi kutokea. So kuna mazingira fulani ambayo hata ufanyiji, there's a team that was in favor kwa sababu ya haki za matangazo televisheni na nini hivyo. Sawa, Wilson, ukimsikiliza mwalimu kwa mara nyingine anasema ilimbidi afanye mabadiliko, mengine yalikuwa ni ya lazima kwa sababu watu walikuwa wanaumwa, wengine wana sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wake, akaingiza wachezaji wengine. Lakini anasema hao wachezaji hawakumpa kile ambacho walikuwa nakitaka, yani bado. Kwa hiyo unapozungumzia upana wa kikosi cha Yanga, mwalimu mwenyewe anathibitisha hapa kwamba bado kuna watu waliowapa nafasi jana lakini hawakufikisha pale alipokuwa anataka mwalimu. Kwa hiyo kwa mtazamo bado kuna kazi kubwa sana kwa kauli ya mwalimu, kwa sababu anahitaji, mmemsikia kabisa kwamba anahitaji bado muda wa kuendelea kuelekeza wachezaji kile anachokitaka. Kwangu mimi so far ninachokiona mpaka hivi sasa, Yanga ina wachezaji wengi, haina kikosi kipana. Kwangu mimi ninachokiona mpaka hivi sasa, Yanga wana wachezaji wengi na Fountain Gate haina kikosi kipana. Hapo tunaongelea Yanga bwana, tuamalize Yanga, Fountain tutakuja. So mnaelewa, ndio maana ukimsikiliza mwalimu kwenye mazungumzo yake anakuambia ukipewa nafasi mchezaji, wewe ni mchezaji wa Yanga, ukipewa nafasi, hiyo nafasi ichukue kwa mikono miwili. Sio abiria kiwanjani. Ichukue kwa mikono miwili, useme mwalimu asante sana. Kwa sababu tunaona wakati mwingine sio walimu wote ambao wanapenda kufanya rotation. Unaweza kukuta mwalimu yeye anafanya kazi na kikosi kidogo. Yaani kama kaukanguvaya hao Jumatatu, Jumanne hao. Lakini huyu ni mwalimu ambaye anafanya rotation. Ni mwalimu ambaye anatoa nafasi kwa wachezaji. Kwa hiyo is up to you, wewe mchezaji mwenyewe, sawa, kuichukua hiyo nafasi ama kuitupa. Hebu sio twende na sawa. Kwa mfano unawataja waliocheza jana. Kwa mfano kuna wachezaji ambao hawapati nafasi mara kwa mara. Jana wamepewa nafasi, lakini kwangu mimi walikuwa bang average. Si ndio? Cheza chini ya kiwango sana. Kwa mfano Offen. Offen jana kapewa nafasi. Unaelewa, lakini bado unamuona anacheza kama ni mchezaji wa Tabora bado. Hachezi kama ni mchezaji wa Young Africans. Bado anacheza kama ni mchezaji wa Tabora. Offen Chikola. Kwa haina tofauti na mfanyakazi hewa. So unaelewa ninachokisema? Unaelewa ninachokisema? Anapata Chelsea. Mtu kama Ekwa kwa kadiri siku zinavyozidi kwenda nashindwa kumtambua kwamba ni Ekwa yupi. Nashindwa kumuelewa. Yaani Ekwa yule wa timu ya taifa ya Chad na Ekwa huyu wa Yanga wakikutana hivi 1v1 wanaweza kupigana wauane. Umeelewa? Kwa sababu Ekwa huyu wa Yanga unamuona ni mchezaji ambaye ana maamuzi mengi ambayo sio sahihi, anapaparika kama bisi kwenye kikaango. Unaelewa? Yaani kuna nyakati ambazo unasema hapa mchezaji anapaswa kuona kila kitu kwenye slow motion. Yaani huku nje ya box kweli unapaswa kuwa na kasi, lakini mchezaji mkubwa kwa kadiri unavyolikaribia box, sio, unapaswa kuona vitu vyote kwenye slow motion. Unapaswa kuwa calm, kwa sababu pale ni eneo la kufanya maamuzi ya mwisho. Lakini ukiona hicho kwa Ekwa ni kama eneo lote la kiwanja yeye yuko speed 100. Acha bwana wewe. Unaelewa? Kwa hiyo Ekwa mpaka sasa, yani unashindwa kutofautisha kati ya Ekwa na Tuisila Kisinda, unashindwa kutofautisha.
Ekwa na Jesus Dukapel Morocco, unashindwa kutofautisha kati ya Ekwa na yule Kangalombo, yaani unashindwa kutofautisha hao watu, si ndio? Sasa sijajua shida ni kitu gani. Baki hapo hujajua shida ni kitu gani. Karibu sana popote pa ulipo Swahiba. Hivi ushawahi kuingia humu? Sasa wacha nikuambie, humu kuna mambo mengi sana ambayo ni mazuri kweli kweli. Asikuambie mtu, huduma zote zinazorahisisha maisha yako unakwenda kuzipata. Kila kitu nakipata humu kutoka kwenye sim banking app au kibofya nyota 150 nyota 03 alama reli. Safi kabisa, na hii unajiongeza nafasi ya kuweza kujishindia IST mpya kabisa, yani ndinga gari hii zinazotolewa mwaka mzima na cash hadi shilingi milioni 300. iPhone kali unakwenda kuipata pia, lakini ada kwa wanafunzi pia unakwenda kuipata. Kushinda ni rahisi sana. Unachotakiwa kukifanya ni kufanya miamala zaidi kujiongeza nafasi ya kuweza kushinda. Pakua app ya Sim Banking ambayo imeshinda tuzo ya app bora ya kifedha Tanzania kupitia App Store au Play Store. Safi kweli kweli, lakini kwa wale wenzangu na mie wenye viswaswadu bado unaweza kugusa nyota 150 nyota 03 alama ya reli, na hii ni bure kabisa. Ukiwa na Sim Banking unafanya kila kitu ni humu tu. Asikwambie mtu, watu wanateleza sana humu tu bwana, wanajishindia fedha za kutosha kabisa. Sawa, ulikuwa unamaliza hapo, tufunge hiyo. Yes, mchezaji mwingine ambaye so far simuelewi ni Mamadou Doumbia. Okay. Yes. Umuelewi nini? Sielewi kwa maana ya tuliambiwa huyu ni aina ya mchezaji ambaye anakuja kumreplace Stefan Aziki kwenye kikosi. Sawa. Si ndio? Lakini na hata kauli ya mwisho alikamwa alisema mchezaji pekee mpya aliyeingia kwenye kikosi cha Yanga ni Doumbia. Maana yake ameshaingia moja kwa moja kwenye kikosi. Sasa unashangaa nini kwa Doumbia? Sasa unajua nikimwongea Doumbia kwa sasa unaona labda unaweza kusema ni content creator kuliko ni mchezaji. Kwa sababu yes, yani kwa sasa, kwa sababu ukiangalia live kupitia YouTube channel yetu, wewe tusake pale moja kwa moja na sisi tutakwenda kupitia kile ambacho umeweza kukiandika kwa hivi sasa. Tuko pale EFM Tanzania. Njoo kwenye ukurasa wangu wa Instagram Ibrahim_Ambokile, chuma cha Mjerumani kimoja Tanzania. Nitakwenda kupita na kile ambacho umeweza kukiandika. Karibu sana. Vodacom ninakutambulisha kwao kwa muda huu, na habari njema ni kwamba Vodacom inaendelea kuadhimisha miaka 25 ya kuwaunganisha Watanzania, na katika msimu huu bwana wa sikukuu, asikwambie mtu, bado inasema Vodacom tupo nawe tena na tena. Hata kama ukiwa mbali na bando ni kwamba unaunganishwa kwa salamu za upendo kulikuli na vicheko na miamala kupitia mtandao super wa Vodacom. Msimu huu wa sikukuu ni kwamba tunatoa shukrani kubwa kabisa kwa vitendo kwa kutoa kapu au makapu ya Vodacom nchi nzima kwa wateja wetu wa Vodacom. Sasa kwa mteja wa M-Pesa ni kwamba ukilipia tiketi ya SGR unaweza kupata punguzo la hadi 50%. Ukilipia uwese kwenye vituo zaidi ya 120 ni kwamba utapata lita 2 bure kabisa, lakini vigezo na masharti kuzingatiwa. Tunasema endelea kutufuatilia kunako mitandao yetu ya kijamii @Vodacom Tanzania kwa taarifa zaidi. Msimu huu tupo nawe tena na tena. Vodacom pamoja tunaweza, na kupa pasi hiyo bwana. Kabisa bwana, Vodacom pamoja tunaweza. Lakini nikwambie bwana, mtu ni afya. Kufanya mazoezi ni jambo la msingi sana. Hakikisha kila siku dakika 30 unauchangamsha mwili wako. Wengi udhani kufanya mazoezi lazima uende sehemu maalum, uwe na vifaa vya kisasa au hata ngoma maalum za mazoezi, lakini ukweli ni kwamba mazoezi ni popote pale. Tunaposema mazoezi tunamaanisha kuchangamsha mwili wako, hata kwa kazi za nyumbani pale. Mwana mama ambaye unanisikiliza kwa sasa huko nyumbani, basi fahamu kwamba hata kazi za nyumbani pale ukifanya kwa bidii sana, basi unakuwa unafanya mazoezi. Inachohitajika ni kuhakikisha mwili wako unachangamka angalau dakika 30 kila siku. Kama tayari unafanya hivyo, basi unafanya kweli. Mtu ni afya, fanya kweli, usibaki nyuma. Nyumba ya michezo. Asante sana wale wote ambao mnaotufuatilia kwenye YouTube channel yetu kwa hivi sasa. Huseni Balozi wa Mbeya Town AK nyota mchezo anasema ligi imeanza kuchangamka. Morris na Bajabel ni talented ya
kubwa kweli kweli, wanafanya vizuri haswa. Tuko pamoja mpaka pale tamati. Karibuni sana pale mjini YouTube, nitakwenda kupita na kile ambacho mmeweza kukiandika. Ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara tukashuhudia mitanange miwili hapo jana. Mechi ya mapema ni kata kikosi cha wananchi Young Africans dhidi ya kikosi cha Fountain Gate, mechi ambayo imevurumishwa kuna kodimba la KMC hapa Mwenge jijini Dar es Salaam. Mara baada ya mechi kutamatika, kocha kikosi cha Fountain Gate Mohamed Laiza amezungumza mengi. Kwa nini amefungwa? Wacha tumsikie kwanza. Mchezo ulikuwa mzuri na wachezaji wamepokea maelekezo kwa 100%. Ndio maana umeona toka kipindi cha kwanza mpaka cha pili tumefanya kazi kwa maelekezo ya mwalimu, na mimi naamini tunafanya vizuri. Kwa tumetengeneza makosa mawili ambayo yametujaribu kufanya vizuri. Na maana gani ingali mmepoteza alama 3 kocha? Ni kweli kwako wewe unaweza ukaona tujafanya vizuri, lakini mimi nachoangalia ni performance ya timu yangu. Timu imecheza vizuri lakini imepoteza. Mohamed Laiza, kuna changamoto gani makocha wazawa kufanya kazi na timu ambayo ina wachezaji wengi sana wa kigeni? Kuna changamoto ambayo makocha wazao mnakutana nayo au ni sawa? Kwangu mimi ni sawa, sijui kwa wengine, ila kwangu mimi enjoy kufanya na foreign players wengi, pamoja nishafanya kazi na walimu pia kutoka nje kama Otega, Medo, wote sio Tanzania, lakini naamini nimefanya vizuri na nitaendelea kufanya nao kazi pale ambapo tutakapokutana kwenye kazi yetu ya mpira wa miguu. Ukitazama Fountain Gate kwa sasa na dirisha dogo linakuja, labda pengine unaona kuna nafasi ngapi za kuongeza watu kocha? Kikubwa tutaangalia, tunakwenda kukaa pamoja na management. Mimi kama mwalimu kwenye ripoti yangu nitaangalia sehemu ambazo nilikuwa na mapungufu, ndizo nitakazoziomba, na baada ya hapo utatuona kwenye dirisha dogo. Kuna break ya AFCON, inakusaidia nini kocha? Inatusaidia, wachezaji watapata recover, mechi zilikuwa za back to back, si ndio? Kwa hiyo mimi naamini itatusaidia, na baada ya kuja tutakuja tukiwa tuko fresh. Sasa huyo ni mwalimu Mohamed Laiza akizungumza na mwenzetu Jonas Maziko, farasi wa vita. Jana pale baada ya mchezo pale KMC alipata nafasi ya kuweza kuzungumza naye, timu yake ikifungwa goli 2 kwa bila. Kiungo mkongwe na nyota kabisa, kwema mzee wangu? Alhamdulillah. Uko sawa sawa kabisa kabisa. Wilson John bana niaje? Oruma mzee wa Jambia. Tuko vizuri. Jambia siku hizi kama alipandi sana hivi. Jambia au linapanda kweli kweli. Nataka leo nilione Jambia likipanda. Wapi sasa? Ulioni wapi? Sasa unajua nataka lipande Jambia, tulisikie Jambia likipanda. Unapokuwa majukumu yanaongezeka, kwa hiyo huwa na majukumu. Achana yule sini ya bachelor habisa ikachelewa. Achana. Kwa hiyo ndio maana Jambia kalishusha chini. Majukumu. Bwana Wilson, tuanzie hapa kwenye mchezo wa Yanga. Tumemsikia mwalimu, nimependa namna ambavyo amezungumza. Yeye amekwenda kwenye mchezo tu kutaka lawama wala nini, lakini timu yake ilishika mchezo, Yanga ukicheza kwa kiwango cha chini sana kipindi cha kwanza, mpaka pale ambako mkwaju wa penalty kwenye upande wa timu yake, mwamuzi Ahmad Simba kutoka mkoa wa Kagera pale Bukoba mjini, Kashai mwanangu kabisa huyu, akitoa mkwaju wa penalty kwa Yanga. Na ukitazama, mimi nitazama naona kama kawaonea wale Fountain Gate. Baada ya pale ni kama walikuwa wako chini hivi. Inawezekana mkwaju wa penalty wa Yanga ndio ambao uliwamaliza Fountain Gate kipindi cha kwanza? Labda ndo tukio kubwa ambalo unaweza kusema limetokea kwenye kipindi cha kwanza. Na kwangu haikuanzia tu kwenye tukio la mkwaju wa penalty ambao ni mkwaju wa penalty wa Maruhani. Ndio. Unamaanisha nini? Mkwaju wa penalty wa Maruhani? Unamaanisha nini? Shehe unatokea. Ilikuwa ni penalty mpeche, penalty ya kuokoteza, ilikuwa ni penalty ya juhudi za muamuzi. Of course ni juhudi za muamuzi zaidi. Acha bwana. Sawa. Muamuzi Ahmad Simba ilikuwa ni juhudi zake. Okay. Ule mkwaju wa penalty uweze kupatikana. Na kwangu sikuwa tu nimemuelewa muamuzi mapema tu kwenye dakika ya 7 au 9. Kadi ya njano ambayo alimpa Hassan Pandu dakika ya 7. Yes. Tumewahi kustahili kuwa ni kadi ya njano. Ya Dickson Jobu? Ya Dickson Jobu ilistahili kwa sababu alikwenda akamstamp mtu. Sawa. Yes, lakini kadi ya njano mapema ya Hassan Pandu haikustahili kuwa ni kadi ya njano. Na huyu ni mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo
eneo la ulinzi pale. So baada kuona hiyo njano nikasema anyway ngoja tuone nini kitakwenda kutokea mbele mchezo unavyokwenda. Then baadaye anakuja kutoa mkojo wa penalty ambao unasema jamani, sasa hii penalty inakuwaje? Ni kwamba defenders yule mlinzi hakuunao ule. Yes, mpira hakuwa ameunawa kabisa. Na unajua pia vitu vingine ambavyo unaweza kuvitazama ukaona kwamba inawezekana sisi hatukuona, inawezekana mwamuzi aliona peke yake, si ndio? Lakini unaangalia hata reaction ya wachezaji ambao walikuwa wamelizunguka lile eneo, si ndio? Kuanzia wachezaji wa Yanga wenyewe, hakuna mtu yoyote ambaye hata amenyosha mkono kuclaim kwamba na huyo mtu kashika unapaswa kuwa ni mkojo wa penalty. Kila mtu kaona hili ni shambulizi limekufa. Kina Dube, Chikola walikuwa wanarudi kujipanga kuzuia. Umeelewa? Unanikumbusha kauli ya kocha wa KMC Maximo. Nahisi alikuwa anacheza na Yanga hawa, alisema kuna tukio moja, akasema ni mwamuzi peke yake uwanjani kaona yeye tu kabisa. Wakati analalamika kwamba mwamuzi kawanyonga, akasema huyu mwamuzi yani ile tukio uwanjani kaliona yeye peke yake, sisi wote hatujaliona hapo uwanjani. Ndio kama ile tukio la mkojo wa penalty. Amada Simba ile tukio kaliona yeye peke yake. Na unajua kwa eneo yeye alilokuwa ndio ungeweza kusema labda kwa nini asingemwachia line, si ndio? Ambaye nafikiri yeye alikuwa na uono mzuri wa tukio kabisa kuliko ni yeye mwamuzi, si ndio? Angalau angeenda kutafuta consultation, bwana wewe umeona nini, si ndio? Lakini hauko ni mkojo penalty. Hapo kama hujatoka hapo, labda tumsikie na kiungo mkongwe nyota kabisa. Kiungo mkongwe ukimsikiliza Wilson, kwa mtazamo ni kwamba Hamada Simba aliteleza. Wewe tunasema makosa ya kiubinadamu yanatokea kwa waamuzi. Labda alipewa migongo na wachezaji akuweza kuona tukio la mwisho lile la ama ameunawa ama hakuunawa. Wewe uliona nini kiungo mkongwe? Au engo ya kamera zilikuwa hazijakupa picha nzuri? Inaweza nikasema hivyo. Yani mimi nakosa jibu la moja kwa moja kwa sababu ya the way uko wakati unakosa maeneo kuangalia vizuri kama of course mimi zaidi sitotaka kuzungumzia zaidi huko, tutazungumzia zaidi mchezo binafsi jinsi ambavyo nimeuona timu ilipocheza. Manake ukikaa kwa nini kosa moja utaanza kupekua kila sehemu. Sasa na uwezi kuzipata engo zote ambazo zinanionyesha kama ni tukio la penalty ama sio penalty. Lakini mwisho wa siku mchezo ni wa makosa huu tunapofahamu. Huko wakati kuna wengine utaadhibiwa pasipokuwa na sababu za kuadhibiwa, wengine wataadhibiwa kwa sababu za kweli, wanaadhibiwa kwa kweli, ndio binadamu sasa mimi labda niseme ndio binadamu. Niseme labda ndio binadamu. Lakini mwisho wa siku mchezo wenyewe sababu ulikuwa kama umepoa hivi sana kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza, lakini nadhani wale vijana Fountain Gate walichokifanya ni kumiliki mpira. Njia bora ya kulinda ni kumiliki mpira. Ukiweka nguvu yao na Young Africans ni vitu viwili tofauti. Young Africans wako na nguvu, wanaweza kama hawakuwa vizuri, lakini wanatafuta nafasi moja mbili hivyo kama hizo ambazo wamepata watafunga. Umeelewa? Sasa wao Fountain Gate ni timu ambazo mimi nimeziona muda mwingi katika, kama kuna timu ambazo safari hii nimezishuhudia sana ni wale Fountain Gate. Wana timu nzuri sana. Ambayo ukiangalia pamoja na yote wana uwezo kukaa na mpira, wanachezaji wana manuva, hawaogopi kukaa na mpira. Of course wanacheza football yao, wanafuata maelekezo yale ya mwalimu walopewa, hivyo wanacheza. Na uwezi kuona wanalalamika, wanacheza tu hivyo. Sasa walikutana na Heavyweight, sawa, Young Africans ambao hizi timu kubwa huko wakati unaweza kaka hawajacheza chochote lakini wana alama 3. So there's a style ya kucheza. Let's say basi lile goli lisiwepo, goli moja, goli la pili, goli halali. Unajiuliza swali sasa kwenye mazingira haya halisi, pamoja na kukaa na kumiliki labda mchezo muda mwingi, labda kuna nafasi gani kubwa ama chance kutengeneza hawa vijana Fountain Gate. Kwa hiyo unapokuja hapo sasa kiasi fulani nasema hii inawezekana ndio sababu ya kufungwa. Sio, unaelewa? Kumiliki zaidi mchezo hakuna maana kwamba wewe utakuwa
una nafasi ya kushinda mchezo. Unamiliki, una target. Unamiliki, una target. Umiliki wa mchezo unaendana na haya matukio ya kumalizia matukio, improvise. Unafanya improvisation mwisho na kuweka mpira kwenye neti. Lakini sasa mazingira hayo magumu kidogo ilikuwa. Shukrani sana. Mkongo utakuja hapo katika kuweza kumaliza. Karibu sana popote pale ulipo ndugu zangu wazazi na walezi. Ninawakumbusha tu kwamba Tanzania hii chuo ambacho kinachotoa kozi za afya na sayansi ya jamii ni kimoja tu. Hapa nazungumzia Tandabui ambao wanapatikana Mwanza Buzuruga mita 500 kutoka stendi kuu ya mabasi Buzuruga pale. Kozi za afya ni kama vile clinical medicine, nursing pia inatolewa pale, pharmaceutical science, medical laboratory inatolewa pale. Lakini kwa kozi za sayansi ya jamii ni kama vile social work, community development pia inatolewa. Chukua namba 0677 020215 au 0677 020206 au 0677 020205. Wazazi na walezi, huo ndio muda kujipanga kuandaa ada zenu, kuwapeleka watoto wenu Tandabui pale wakapata elimu ambayo ni bora kabisa. Amezungumza kwa uzuri sana kabisa na Wilson Huruma. Sasa Wilson, Yanga ya kipindi cha kwanza ilikuwa tofauti na Yanga ya kipindi cha pili, na baada ya kuingia Pacome Zouzoua Yanga ikabadilika. Yanga ikaanza kucheza mpira wake. Yanga ikafunga bao safi sana kipindi cha pili. Huyu Pacome ataendelea kubaki sasa hivi ndo star wa Yanga. Yaani unapozungumza Pacome, yani Yanga bila Pacome ni kama mpaka uisukume hivi. Unaiotea pale kwenye kilima pale, unataka kuisukuma kidogo. Young Africans wanapaswa kila siku wakienda kulala wawe wanamuombea Pacome. Kabisa, yani kila siku wanapoenda kulala ni lazima wawe wanamuombea Pacome. Una maana kwamba Yanga bila Pacome hakuna kitu? Ni timu mbili tofauti. Acha bwana. Kabisa. Wakikutana ugomvi miezi 6. Yani Yanga ambayo ina Pacome na ambayo haina Pacome. Ndio. Wakikutana wanaweza kupigana wakauana. Yanga ambayo ina Pacome na ambayo haina Pacome. Ndio. Wakutana hivi 1v1 ana kwa ana watauana. Red corner na blue corner. Yes, ni timu mbili tofauti. Unaweza kuona wakati ameingia Pacome, namna ambavyo analazimisha vitu vitokee. Si ndio? Anaweza kupiga pass, kupiga combinations, si ndio? Kama mnasema kupiga pass, anabeba mwenyewe mali, anasogea naye, si ndio? Anakaribisha pressure, maeneo mengine anafunguka. Yani unaona ni mtu ambaye anacheza ili vitu vitokee. Sasa ambaye alikuwa anategemewa kwenye kipindi cha kwanza kama yeye ndo main man, yeye ndo talisman, yeye ndo msingi wa ubunifu wa Young Africans kiwanjani, alikuwa ni Mamadou Doumbia. Okay. Ambaye wanamuita AI. MD wao wanamuita AI. Si ndio? Lakini sofa kwangu tutarudi hapo bwana. Tutarudi tuweke sawa sawa hapo. EFM. Nembo ya Taifa.